Habari za saa hizi mabibi na mabwana, ni bingwa wa tiba za asili Afrika, King Dr. Imani Mandoto, mganga mwenye kalama na maarifa ya kutosha. Na siku ya leo ni mwendelezo wa kupeana elimu juu ya asili, jadi na mambo ya mizimu. Na mimi Dr. Imani Mandoto, somo hili ni mahususi kabisa kwa ajili ya utambuzi na ufunuo. Watu wengi sana wamefika sehemu maisha yao hawayaelewi, wamepata mkwamo, wamepata miumbo na maisha yao hawaoni matokeo katika maisha yao. Na watu wengi wanazania kwamba wamelogwa, lakini mimi Dr. Imani Mandoto nimegundua watu wengi sana hawapati mafanikio katika maisha kwa sababu wao ni watu ambao wameondoka kwenye asili zao. Wao hawajielewi asili zao. Kwa kupoteza asili zao, maana yake wanapoteza maana ya wao kuwepo hapa duniani. Sisi binadamu tulivyoumbwa tumetokea katika familia, lakini kila familia imetokea katika ukoo, na kila ukoo umetokea katika kabila fulani ama jamii fulani. Sasa kila kabila ama ukoo unakuwa una kitu mahususi inachokuwa kimewabeba hawa watu. Kila ukoo unaosikia ama unaojua, hata uliotokea wewe, una kitu mahususi ambacho ndio cha kitu chenu katika ukoo wenu. Kwa hiyo kiutaratibu inatakiwa watu wote katika ukoo huo wapite njia katika jambo fulani. Kwa mfano, mimi Dr. Imani Mandoto, mimi ni mganga, mtaalamu wa tiba za jadi, hasa katika mambo ya mizimu na majini. Lakini hivi vitu sikuanzisha mimi, hivi vitu nimevikuta kwetu. Yani babu zangu walikuwa ni waganga, mama yangu alikuwa ni mganga, baba yangu vile vile alikuwa ni mganga. Na mimi Dr. Imani Mandoto leo nafanya vitu vile vile ambavyo walivyofanywa watu katika kabila letu, watu katika ukoo wetu. Kwa kuweza kufanya vitu hivyo, maana yake nabaki kwenye asili, nabaki kwenye sosi ya nguvu. Na nini faida unazozipata kama mtu ukibaki kwenye sosi? Mara nyingi unaweza kupiga hatua kwa haraka katika kile unachokifanya, kwa sababu utakifanya kitu ambacho kinatoka ndani yako. Utaweza kufanya vitu kwa wepesi, na kazi utakayoifanya ambayo inakuwa inaakisi katika kipaji na karama za upande wa asili ya kwenu, utafanya kazi hiyo kama burudani, utafanya kazi hiyo kama starehe. Mara nyingi sana watu wanayefanya kazi ambao viko nje ya asili yao wanakuwa wanafanya kazi kama mzigo, kama adhabu. Lakini ukifanya vitu ambavyo vinakwendana na asili ya kwenu, maana yake vitu vyote vitafanyika, vinakwenda kwa wepesi, vinakwenda kwa haraka, na wewe unapata mafanikio kwa haraka. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini hapa? Kama wewe unajua kabisa asili ya kwenu hauitambui, mimi Dr. Imani Mandoto naweza nikakupa kodi za kuweza kujua asili ya kwenu ni nini na nini uweze kufanya ili kuweza kupata mafanikio. Ieleweke, sisi binadamu tunafanikiwa kwa haraka sana kama tutafanya vitu ambavyo tunavyovipenda. Na vitu tunavyovipenda ni vile vitu ambavyo viko ndani yetu. Vitu ambavyo viko ndani yetu katika nafsi na DNA zetu, basi ndio vitu ambavyo tukiviona tu vinatuvutia, vinatushawishi na tunaweza kuvipenda. Kwa hiyo ukiweza kufanya vitu hivyo ambavyo unavipenda kwa sababu vinatokea ndani yako, utaweza kufanya vitu hivyo bila ya kuona ni mzigo, bila ya kuona ni adhabu. Kwa hiyo utaweza kuwa na nidhamu ya muda, utaweza kujituma, na utaweza kuvifanya vitu kwa wakati, na utaweza kufanikiwa kwa haraka. Katika mafanikio hayo sasa ndio unaweza kufanya vitu vingine. Sasa changamoto ya watu, wanaanza na vitu ambavyo sio asili yao. Kwa hiyo wanakutana na ugumu, wanakutana na mkwamo, wanakutana na myumbo, wanakutana na maisha yao hayatokei. Yani kile wanachokuwa wanakitazamia hakitokei, kwa sababu kile kitu wao wamekiona kutokea nje yao. Na binadamu, ili upate kufanikisha jambo lolote, ni lazima urudi kwenye asili yako wewe, ili ufanye vitu vinavyotokea ndani yako, vitu unavyoviona katika mind yako. Kila ukivichakata na kuviprogram, unakuwa vitu hivyo unaviona na unajua una matokeo yake ya miaka ya sasa, miaka ya kesho, na hata miaka ya kesho kutwa. Ndio maana utakuta kuna watu wanafanya vitu, wanafanya kitu leo, lakini kumbe mwenzako haoni leo, anaona miaka 30, miaka 20 mbele. Kitu pekee unachoweza kukiona hivyo ni kile kitu unachokifanya ambacho kinatoka katika asili yako. Labda asili ni nini? Nataka nifafanue ili watu wajue asili, wajue jadi, na kwenye asili na jadi ndio kunakopatikana frequency ambayo ni mzimu. Hiyo ni kodi. Nitakuja pia kuifungua ili watu wapate kuielewa, lakini leo nitakubakisha hapo kwenye asili ili nisikuchanganye sana. Ninachotaka nikwambie kwamba asili ni nini. Kwa mfano, kama wewe ulipozaliwa kwenu, baba yako na mama yako, kuna kazi ulizokuta wanazifanya ambazo ndizo kazi zilizokuwa zinakupatia wewe riziki, vipato katika kwenu hapo. Kwa mfano, wewe unaweza kuwa umezaliwa ukakuta mama yako alikuwa anapika vitumbua. Basi elewa wewe katika familia yenu na ukoo wenu wewe ni mfanyabiashara. Utapotaka mafanikio lazima uingie kwenye biashara. Kama wewe ulikuta kwenu watu wanalima, baba yako analima mahindi, analima mpunga, analima mihogo. Kwa hiyo elewa wewe moja kwa moja, hata kama umesoma, elewa wewe moja kwa moja ndani yako una asili. Asili yako ni kilimo.
Kwa hiyo ni lazima ufanye mambo ya kilimo ama ufanye biashara inayotokana na mazao, na hapo utashuhudia mafanikio, utashuhudia milango ya baraka itafunguka, kwa sababu utafanya vitu vinavyotoka ndani yako, na mizimu ya kwenu itafungua kodi ya mafanikio, na utaanza kuziona fursa, utaanza kuziona nafasi, na utaona maisha yako yanakwenda kwa haraka na unapata mafanikio kwa haraka. Lakini kama wewe ulikuta baba yako, kwa mfano kuna watu wamezaliwa wakakuta baba zao ni waajiriwa serikalini, baba yako ni mwalimu, baba yako ni askari, au mama yako ana cheo chochote serikalini, basi elewa wewe lazima usome, kwa sababu ajira kwenu wewe ni kitu cha kawaida, na hakuna mtu atakayekosa ajira kama baba yako, mama yako au babu yako alikuwa ameajiriwa. Lazima nao utaajiriwa, kwa sababu ile kitu inakuwa inasafiri, ndio kama Waswahili wakasema maji yanafuata mkondo. Kwa hiyo nitaka nikueleweshe hapo, usije ukawa wewe umezaliwa katika familia ya wafugaji halafu wewe unalazimisha kwenda kuwa engineer, unalazimisha kwenda kuwa fundi. Maana yake utahangaika, sio kama hautapata hiyo kazi, lakini hiyo kazi itakuwa ni mzigo kwako, hiyo kazi itakuwa ni adhabu kwako, na hiyo kazi utakuja kuona kama vile hata ikikupa mafanikio unakuwa haupati riziko la moyo, ndani yako unaanza kujihisi kama una deni. Kwa hiyo wewe mtu yote ambaye labda umepata mafanikio lakini hauna furaha, una pesa nyingi lakini hauna furaha, elewa kwamba umefanikiwa katika jambo ambalo sio asili yako. Mtu yoyote aliyofanikiwa katika jambo ambalo sio asili yake, halitoki ndani yake, labda ni jambo lilifanya kumbeba kutokana, alikutana na watu fulani, alikutana na marafiki fulani wakamuingiza katika jambo fulani likampa mafanikio, hata kama limempa pesa, lakini anakuwa haisi furaha na amani ndani ya moyo wake. Moyo wake unakuwa unahisi kama kuna kitu hajakifanya. Ukianza kuona hali hiyo, ukaenda kujua umefanikiwa nje ya ile asili yako. Kwa hiyo unaweza kurudisha kwenye asili yako na ukaweza kufanya upya ili kupata furaha ya ndani, kupata amani ya moyo, na pia kujikuta kwamba magonjwa mengi sana yataepukwa kwa wewe kuweza kufanya vitu ambavyo viko kwenye asili yako. Ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Nilitaka nikupe elimu juu ya umuhimu wa kuweza kurudi kwenye asili na kufanya vitu vinavyotokana na asili ya ukoo wa kwenu ama asili ya kabila lenu. Mpaka hapo naamini utakuwa umejifunza na umepata vya kutosha, lakini kama unataka kupata mawasiliano na mimi Dr. Imani Mandoto ili nikusaidie katika asili ya kwenu, kupata nguvu za asili, kupata nguvu za mizimu, kufanikiwa kupitia mizimu ya kwenu, labda kuna changamoto inayotokana na mambo ya mizimu ya kwenu, Dr. Imani Mandoto naweza nikakuongoza na tukafanya sala maalum, tukafanya maombi maalum kwa ajili kwenye kupata nguvu katika asili na mizimu ya kwenu, na utapata baraka na nguvu nyingi, na mambo mengi yatapata kwenda kwa wepesi, na maisha yako yatapata kunawiri. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.